alipotuumba pale Edeni, alituweka ili tuitunze. Ewe baba, tuyatunze. Ewe mama, tuyatunze. Ewe kaka, tuyatunze mazingira. Ewe dada, tuyatunze. Karibu mtazamaji katika kipindi cha Mazingira Yetu na Tanzania Ijayo, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 3 kamili usiku. Ni mimi mtangazaji wako Henry Mabumo. Leo tunaangazia mkutano wa viongozi wa taasisi na mashirika ya umma waliofanyika Machi 6 mwaka huu jijini Dar es Salaam, ambao uliokuwa ukilenga kujenga uelewa wa pamoja kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na fursa ya biashara ya hewa ya carbon. Mkutano huu utajadili masuala mbalimbali ikiwemo fursa za biashara ya kaboni zilizopo kwenye sekta mbalimbali na mchango wake katika kuendeleza maendeleo nchini kwetu. Serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kukuza mchango wa biashara ya carbon katika uhifadhi wa mazingira na maendeleo ya kiuchumi baada ya kupitisha rasmi sheria ambayo sasa inakitambua Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji Carbon, yaani National Carbon Monitoring Center, kuwa msimamizi wa biashara hiyo. Katika kuthibitisha azma serikali, Machi 6 mwaka huu, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Mpango, alifungua mkutano wa viongozi wote wa taasisi na mashirika ya umma kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na biashara ya carbon, uliolenga kuitambulisha biashara hiyo ili kujenga uelewa pamoja sambamba na kuzitambua fursa zilizomo katika biashara hiyo. Katika mkutano huo uliohudhuriwa na mamia ya viongozi wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, Dr. Philip Mpango amesisitiza swala la uwajibikaji wa viongozi hao katika kuchangia juhudi za serikali kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi kwa kuandaa mikakati itakayosaidia kupunguza uzalishaji wa gesi joto na kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwani ni tishio la usalama wa chakula. Mabadiliko ya tabia nchi ni swala la kidunia ambalo athari zake hazina mipaka ya kijiografia. Na sisi wote tunashuhudia athari mbaya zinazoikumba dunia, ikiwemo nchi yetu nzuri ya Tanzania, kama vile kuongezeka kwa vipindi vya ukame, mafuriko, lakini pia viumbe na mimea vamizi. Na hali hii inaathiri upatikanaji wa chakula, maji na malisho kwa ajili ya mifugo yetu. Lakini pia kuongezeka kwa majanga ya mafuriko kutokana na mvua zisizotabirika kunakopelekea vifo, uharibifu wa mali na miundombinu. Na haya yote ni matokeo ya ongezeko la uzalishaji wa gesi joto duniani ambalo linasababisha kuongezeka kwa joto duniani. Na taarifa zaidi za kisayansi zinaonesha kuwepo kwa ongezeko la wastani wa nyuzi joto 1.14 katika mwaka uliopita, ambacho ni kiwango cha juu kufikiwa tangu mapinduzi ya viwanda. Hivyo mabadiliko ya tabia nchi sio tatizo la mazingira tu, bali pia ni tishio kwa afya, usalama wa chakula na ustawi wa jamii yetu. Kwa hiyo ni lazima hatua za haraka zichukuliwe kukabiliana na changamoto hizi. Jumuiya ya kimataifa kupitia mikataba mbalimbali imejielekeza katika kuimarisha juhudi za pamoja za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa lengo la kushirikisha nchi zote katika kupunguza uzalishaji wa gesi joto, kusaidia nchi zinazoendelea kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia upatikanaji wa rasilimali fedha na teknolojia, na kuimarisha upatikanaji wa chakula. Hivyo biashara ya kaboni kama mojawapo ya nyenzo ya utekelezaji wa mikataba hiyo ina lengo la kupunguza uzalishaji wa gesi joto na uhifadhi wa mazingira na kuchochea maendeleo katika nchi zinazoendelea
ambazo kwa kweli zina mchango mdogo sana katika uzalishaji wa gesi joto na mabadiliko ya tabia nchi duniani. Suala la uwepo wa utaratibu madhubuti katika utoaji elimu kuhusu biashara ya kaboni katika ngazi ya wilaya, mitaa na vijiji likaelekezwa kwa Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji Biashara ya Kaboni, TAMISEMI, vyombo vya habari na taasisi za teknolojia kutoa elimu ya biashara hiyo. Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Kaboni chini ya Ofisi ya Makamu wa Rais na TAMISEMI viongeze kasi ya kufanya programu maalum ya kufikisha elimu hii katika ngazi ya wilaya na vijiji. Lakini pia vyombo vya habari, taasisi za teknolojia na mawasiliano. Nimefurahi nimemwona ndugu yangu Dr. Jabiri yuko hapa na wenzake, lakini pia mkurugenzi wa TBC na wengineo. Mnayo nafasi ya pekee sana kupeleka elimu na uelewa wa biashara hii ya kaboni. Lakini pia nawaomba tuwatumie marafiki zetu na wabia wetu kama UNEP, NDC Partnership na wengineo, ili watusaidie kuhakikisha kwamba tunakuza uelewa wa biashara hii katika taifa letu. La pili ni suala la uwazi wa mikataba. Hili ni jambo lingine kubwa linaloonekana kuzingira biashara ya kaboni. Kwa sehemu kubwa uendeshaji wa biashara hii umetawaliwa na madalali ambao pia utaratibu wa upatikanaji wao hauko wazi. Na kutokana na hali hiyo imekuwa vigumu kufahamu kilicho ndani ya mikataba kati yao na wanunuzi, na kama kiasi kinacholipwa ndicho kilichotolewa na wanunuzi. Kwa hiyo ni muhimu kwetu kufahamu mambo ya msingi, yani key contractual terms, yanayotakiwa kuzingatiwa katika mikataba hiyo badala ya kuziachia halmashauri kufanya maamuzi hayo. Mimi naamini uwazo katika swala hili utasaidia uendeshaji wa biashara hii na kuondoa hali ya kutoaminiana. Na kwa uzoefu wangu, changamoto hii ya elimu juu ya biashara ya kaboni, uendeshaji wake na mikataba ni changamoto ambayo pia bado ipo katika nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki na hata SADC. Matarajio ya Kituo cha Taifa cha Uratibu Kaboni NCMC ni kuleta manufaa mbalimbali, ikiwemo kutoa fursa kwa wananchi kushiriki katika masoko ya kaboni kimataifa na kutumia uwekezaji katika sekta zingine kuingiza mapato. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Masauni anatumia fursa ya mkutano wa viongozi hao kuweka bayana namna ya sekta ya usafiri wa mabasi yanayokwenda haraka na reli ya SGR kutumika kuingiza mapato ya serikali kupitia biashara ya kaboni. Maendeleo katika nchi hii aligusia mradi wa mabasi yaendayo kasi. Huo ni mmoja kati ya miradi mingi sana ambayo kama ingekuwa imeratibiwa vyema ingeweza kusaidia kuipatia nchi fedha nyingi sana kupitia biashara ya kaboni. Na miradi mingi tu, sio huo tu. Mradi nitaje michache, miradi mikubwa ya kimkakati ambayo inaendelea sasa hivi. Mradi wa reli ya SGR, ambayo yote miradi hii ikiratibiwa vizuri inasaidia katika kupunguza gesi joto au kupunguza ile hewa ya kaboni, na hivyo ikaweza kupatia fedha nyingi sana nchi yetu kupitia biashara kaboni. Nilikuwa najua hapa wawakilishi wa TANESCO wapo, na MC Mzimavundi amesema twende kwa takwimu. Sina hakika kama takwimu hizi ni sahihi, lakini kwa TANESCO peke yake kwa miradi yake, ukichukulia na mradi mkubwa wa bwawa la Nyerere, la Mwalimu Nyerere,
tungeweza kupata kwa mwaka zaidi ya dola milioni 259,000 kwa takwimu ambazo nimepewa na wataalamu. Kwa hiyo miradi mingi, na ndio maana Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakushukuru sana kwa mwongozo wako uliopelekea kufanya kikao hiki na kukutanisha wakuu wa taasisi na mashirika ya umma ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo miradi hii pamoja na mingine ambayo sikuitaja inaangukia katika maeneo yao. Ni wakati mwafaka sasa kuhakikisha taasisi hizi pamoja na maeneo yote ambayo yanagusa miradi mikubwa na hata midogo katika nchi yetu iweze kufanya kazi kwa karibu na kituo chetu cha uratibu wa kaboni ili tuweze kufaidi fursa hizi katika nchi yetu. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar nayo haiko nyuma katika mapambano haya dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi pamoja na biashara ya carbon, ambapo waziri wa nchi ofisi ya makamu wa kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Harusi Said Suleiman, anaona umuhimu wa kutolewa kwa elimu kwa upande wa Zanzibar baada ya upande wa Tanzania bara kuanza biashara hiyo. Hivi karibuni Zanzibar tumepitisha kanuni ya biashara ya kaboni. Hivyo mkutano huu ni muhimu sana kwetu kwa kutoa fursa ya kuweza kujifunza na kupata uzoefu, kwa vile tayari biashara hii imeshaanza kutekelezwa kwa upande wa huku Tanzania bara. Kwa kuwa biashara hii ni mpya kwetu, ni dhahiri inahitaji kujengewa uwezo wa kutosha kwa watendaji wote wanaohusika na kuongeza uelewa kwa jamii wa makundi mbalimbali. Hivyo naomba kwa taasisi na uongozi na wadau wao kuchukua juhudi za makusudi kwa kujenga uwezo na uelewa kwa wadau wote husika katika makundi tofauti yaliyopo Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira ndio yenye dhamana ya swala la mazingira hapa nchini. Mhandisi Cyprian Loemeja ni katibu mkuu wa wizara hiyo, anatumia nafasi hiyo kuwapitisha viongozi hao kuhusu umuhimu wa utunzaji wa mazingira na namna yanavyokwenda kugusa maisha ya kila siku ya binadamu. Context nzima ya utunzaji wa mazingira inagusa context nzima ya maisha. Kwa lugha nyepesi, kama spidi hii itadhibitiwa, maanake hata maeneo ambayo sasa tunalima chakula iko siku tutayapoteza. Kwa hiyo lengo la kikao chetu ni kuwa influence wakuu wa taasisi kujaribu kuangalia nini mchango wako katika mapambano dhidi ya uharibifu wa ardhi. Lakini pia ni fursa. Tunao miradi ambayo imetengeneza ajira katika maeneo ambayo ardhi imeharibika. Changamoto ya pili, uharibifu wa vyanzo vya maji. Katika hili, kama uko nje ya cycle ya watu wanaozalisha maji na kusambaza, watu wanaotunza maji, makurugenzi mabonde, unaweza usielewe haraka sana hii concept. Watu walioko mamlaka za maji wanategemea maji ya mito na visima wanaelewa haraka sana. Maji tunazidi kuyapunguza kwa sababu tunaathiri sana vyanzo vya maji. Sasa tusijipe confidence kwamba tuna ziwa Victoria, tuna ziwa Tanganyika, tumetengeneza bwawa la Mwalimu Nyerere. Hiyo confidence isitudanganye. Sababu mabadiliko ya tabia ya nchi ni tabia zinazotokana na uharibifu wa mazingira na effect yake ni ya muda mrefu. Sisi tunaishi sasa kwa sababu waliotangulia wazee wetu walifanya kazi kubwa sana. Hata sisi tunaandaa future ya wanaokuja.
miaka 100 200 ijayo. Sasa kama sisi tukiwa negligence kwa hali ambayo ilipo sasa, manake wanaokuja watalazimika kufanya maji ya bahari kwa maji ya kunywa, desalination. Sawa, ni kitu kizuri, lakini kwa nini tufike huko? Kwa changamoto ya pili kubwa, tunaharibu vyanzo vya maji na ardhi oevu. Sasa ardhi oevu ndio inatupatia chakula. Sasa tumeanza kuivamia kwa kuibadilisha ardhi oevu kuwa maeneo ya kujenga viwanda, kujenga makazi, na tunasahau kwamba bila chakula hakuna maisha. Lakini hii pia ni changamoto, lakini kwa upande wa pili ni fursa. Hivyo visingizio tunaviweka, kilimo kisichoendelevu, uhamishaji wa mifugo hapa na pale, lakini leo tunaye mdau ambaye amebadilisha fikra ya ufugaji holela, amegeuza ufugaji wa kwake kuwa ufugaji wa kisasa, na ameanza biashara ya carbon. Kwa mara ya kwanza Tanzania sasa tuna Mtanzania mwenzetu anazalisha organic miti. Wana Chobo yupo? Chobo yule pale. Baadaye atakuja kueleza namna ya kuenzi mazingira, namna ya kutunza vyanzo vya maji, na nini maana ya organic miti, na nini maana ya kufuga katika eneo dogo bila kuharibu mazingira mengine. Na yeye sasa amesajili ufugaji katika biashara ya kaboni. Uzalishaji wa hewa ya carbon kwa wingi unaofanyika duniani umechangia kwa kiwango kikubwa uwepo wa joto kali duniani, ambapo sasa viongozi hao wa taasisi na mashirika ya umma wanapaswa kuja na mkakati wa kuhakikisha wafanyakazi wanaowasimamia wanakuwa chachu ya kuanza kutumia nishati safi ya kupikia majumbani kwao. Fanyeni mkakati wa makusudi, kila mfanyakazi wenu apatiwe majiko safi ya kupikia. Ofisa makamu wa rais sisi tumeshaanza. Wafanyakazi wote ofisa makamu wa rais wanatumia clean cooking. Tupigie makofi. Sasa nitashangaa mfanyakazi wa TANESCO, mimi nawafahamu, tuko nao mtaani. Mfanyakazi wa TANESCO ananua mkaa. TANESCO sio? Rafiki zangu zamani ilikuwa sio wa DAWASA, wakienda Ruvu kukagua mto Ruvu, wakirudi magari ya yale DAWASA yamejaa mkaa. Mniwe lazima DAWASA, nimesema kidogo. Sasa hiyo sio sawa. Kwa hiyo katika hili la misitu, naomba mtolee context yake. Context yake ni kwamba unapokata mti, yale matawi unaacha polini yanakauka, unatuumiza sisi. Sababu saikolojia ya atmosphere, the psychology of the atmosphere ni mti, ni ile that leaves ndio inao regulate carbon against oxygen. Sasa katika hili taarifa zinaonyesha spidi ya kukata miti ni kubwa sana. Ndio maana Mheshimiwa Rais amesha kampeni ya kupambana na uharibifu wa mazingira na kuzuia ukataji wa miti, na sisi kwa taasisi bado aidha tumeanza au tujaanza. Naomba katika moja quick wins baada ya wiki, taasisi TCU, watumishi wote wa TCU, najua mna CSR. Zile CSR inaweza kutumika kusaidia watu wa nje, CSR inaweza kutumika kusaidia watu wa ndani. Tuanzishe kampeni maalum ya kuwasaidia watumishi wetu wote katika shirika kwenda kwenye clean cooking. Baadhi ya washiriki katika mkutano huo, baada ya kupatiwa elimu kuhusu biashara ya hewa ukaa na swala la umuhimu wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, wanakiri kwamba lazima iwepo mikakati maalum itakayowezesha kuzuia athari zinazoweza kujitokeza kuathiri uchumi na jamii. Ni kweli kwamba
lazima tuwe na adaptation strategies kwenye climate change, ambayo ninyi mnasema adaptation strategy to climate change. Na ni kweli lazima tuwe na mioyo ya kuishi zile athari zilizopatikana mabadiliko ya tabia nchi, ambapo tunasema tuwe na resilience. Na resilience Waingereza wanasema is the ability to bounce back from the challenge. Sasa hii ability to bounce back from that challenge ndio hii ambayo tunasema tunafanyaje. Tunakuja tunasema sawa, kuna mabadiliko ya tabia nchi, lakini hebu tufanye biashara ya carbon. Sawa, kuna mabadiliko ya tabia nchi, lakini hebu muwe na neti ili angalau msiugue malaria. Kwa hiyo ndani ya mabadiliko ya tabia nchi pia kunaweza kuwa kuna biashara ambayo inaweza kufanyika. Kwa hiyo kwa namna hiyo, Mheshimiwa kama Rais, nishukuru sana kwamba wizara yako imeona hili, na tunapozungumzia ability to bounce back from the challenge, inaweza kawepo katika nchi, lakini pia inaweza kawepo hata katika level ya familia unapopata matatizo ya namna hiyo. Mheshimiwa kama Rais, nihitimishe tu kwamba sisi kwa mfano Dar es Salaam, umeme wote ambao tunautumia katika nchi, sisi Dar es Salaam peke yetu consumption yetu ni megawatt 686, na inakuwa kwa almost 19%. Makuzi hayo Mheshimiwa kama Rais ni kwa sababu wakati fulani joto linapoongezeka, viwanda vinapoongezeka, matumizi ya umeme yanakuwa pia ni makubwa sana. Kwa hiyo ukubwa huo pia unatokana na mabadiliko pia tabia nchi, ambayo wakati fulani inaweza kupelekea joto kuwa jingi au vinginevyo. Sasa hii 686 Mheshimiwa kama Rais, itakapokuja kukosekana kwa sababu ya ule umeme utokanao na maji, maana yake athari katika nchi zinakuwa ni kubwa sana. Maji, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Dar es Salaam pekee yetu consumption ya maji ni lita milioni 545. Milioni 545. Ni lita nyingi sana. Kwa lugha nyepesi ni kwamba maji yatakapokuja kukauka na kukosekana, maana yake athari za watu zaidi ya milioni 5 ambao tunazungumzia itakuwa ni kubwa mno. Kwa mantiki hiyo, sekta ya umeme peke yake na sekta ya maji peke yake katika huo mnyororo wa thamani umetoa ajira nyingi sana kwa wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tunapozungumzia mabadiliko ya tabia nchi na athari zake, na namna pia ya kuwa na strategy za climate change hizi, ili angalau tuweze kuangalia tunaweza kuishi vipi, maana yake sisi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam tuko very careful na jambo lolote ambalo linaweza kuathiri mazingira, na mwisho tukapata tabia mpya ama ruwaza mpya ya tabia ya tabia nchi, kwa maana new behavioral pattern ya nchi kwenda kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Nchi yetu ina hekta milioni 48.1 za misitu yenye bayanuai, mifumo ya ekolojia, fukwe za bahari, pamoja na fursa lukuki za nishati jadidifu. Sasa nishati jadidifu ni renewable energy, maana Kiswahili nacho kimekuwa kidogo. Fursa hizi zinaifanya nchi yetu kuwa na nafasi nzuri ya kutumia biashara ya kaboni kama nyenzo muhimu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ili kuchochea maendeleo endelevu. Hivyo ni vizuri kuendelea kuelimishana na kukumbushana kuhusu namna madhubuti zitakazosaidia vijiji, wilaya, kampuni binafsi na serikali kwa ujumla kuwekeza kwenye biashara ya kaboni. Mheshimiwa mwenyeji wetu, taasisi imekuwa ikihamasisha na kuchangia jitihada za maendeleo zinazozingatia utunzaji wa mazingira tangu mwaka 2012. Na kwa sababu hiyo tumefanya makongamano mbalimbali, na nitataja baadhi yake: uhifadhi wa vyanzo vya maji kwa ustawi wa jamii na jukwaa na ukuaji wa uchumi, ambapo Mheshimiwa Makamu Rais alikuwa mgeni rasmi kwa kampeni ya kitaifa ya upandaji miti rafiki kwa maji kwenye vyanzo vya maji. Na kufikia hapo ndio tumefikia mwisho wa kipindi cha Mazingira Yetu na Tanzania Ijayo. Kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako Henry Mabumo, na kwa upande wa uhariri wa picha ulikuwa naye Noel Lema. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki, tunasema msikose kujiunga nasi katika mfululizo wa vipindi hivi vya Mazingira Yetu na Tanzania Ijayo
vinavyokujia kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 3 kamili usiku. Tunasema asanteni na kwaheri nyote.